Karibuni kwenye Duka Huru Podcast. Leo mada yetu ni teknolojia, na kama tunavyojua teknolojia kwa sasa hivi imechukua nafasi kubwa sana na inaweza kuwa imetake maisha yetu kwa ujumla. Yani sasa hivi vitu vingi ni mambo ya teknolojia. Leo tuko na Felix na mimi Glory. Karibu Felix. Asante. Asante sana. Shukrani sana kwa hapa Duka Huru siku ya leo. Leo tunaongelea masuala ya teknolojia. Ndio. Sasa kwanza nianze kujitambulisha. Naitwa Faris Mashiba, natokea Beta Cargo. Ni mwanzilishi wa kampuni ya Beta Cargo, manager pale. Ofisi yetu inapatikana Makumbusho, mtaa wa Kongo Mbili. Tunajihusisha na masuala ya usafirishaji wa mzigo kutoka China kuja Tanzania. Sasa tukiongelea masuala ya teknolojia, kama tunavyojua sasa hivi ni ulimwengu wa teknolojia, 21st century. Kitu kikubwa ambacho tunaweza kukuambia ni kwamba sisi tunaitumia kwa sasa masuala ya tracking. Kutrack mzigo umefikia wapi. Maana tuko more heavily invested kwenye masuala ya air cargo. Usafirishaji kupitia anga. Sasa teknolojia hapo tunaitumiaje kwa ambao wanatusikiliza? Tunatumia kujua mzigo wako uko wapi. Mfano kama umeagiza mzigo wetu kutoka sisi Beta Cargo, unataka tuseme simu, TV au mashine unaotaka, tutakuunganisha na supplier kama unahitaji. Sasa teknolojia inatumikaje hapo? Ukiachana na masuala ya mawasiliano, maana tuseme kwamba tume-expand sana kivile, kama tumeweka infrastructures automatically kama kuna website nini, bado. Kwa teknolojia tunavyoitumia kwa sasa hivi ni kujua ndege imefikia wapi, ambazo hizo taarifa tunazipata. Kwa in case kama kuna delay, tunakutaarifu imekwama sehemu fulani, ili kuweza kuongeza ule uaminifu na mteja. Unaona? Kwa sababu kuna challenge tofauti tunazozipata sasa. Mbona mzigo wangu umechelewa? Uliniambia ni ndani ya siku moja. Tuna kifurushi cha express masaa 24 tu mzigo wako ushafika. Sasa tuambia ndani ya siku moja, mbona kuna shida imetokea? Kuna challenges ambazo zinazotokea, na unajua kama hivi punde ambapo imetokea hii vita na spoil kidogo flight baadhi. Lakini it is not a big deal. Dubai au ni Dubai au Dubai. Sasa kwa mfano umesema nyinyi inawasaidia labda kutrack, kujua mzigo sasa hivi upo wapi, si ndio? Kwa maana yake hata kama mzigo bado haujatoka labda China let's say, itanionyesha kwamba mzigo hujatoka, si ndio? Kwa sasa hivi hatuja implement hivyo, ambao tunaweza tukaona ni sisi wenyewe wahusika. Lakini mteja yeye mpaka uamke ndo anaona. Inaonyesha inatusaidia sisi kumtaarifu mteja labda kuna shida 1 2 3, tunaweza tukaishughulikia. Na ni nyie ndo mnaona, mteja yeye hawezi kupata hiyo access. Hawezi kaona kwa sasa hivi. Bali ni kitu ambacho tunataka kuimplement. Tunataka kuifanya ili mteja naye apate ile uhakika mzigo wangu uko wapi, umefika wapi. Maana of which ni good idea. Ukiangalia mfano website nyingi, mfano Alibaba, Amazon nini, zinakuonesha tu siku, si ndio? Haikuoneshi mzigo uko wapi wala nini. Ni kitu ambacho ukiweza ukiimplement, ukiweza kuweka kwenye infrastructure yako, inakuwa ni vizuri. Inakuwa inasaidia. Unajua kuna ile hisia ya mwanadamu kwamba ninajua what is going on. Yaani unaona mfano na kupigia simu na kuambia labda niagizie simu au niagizie laptop labda. Alafu nikaa nimelipa pesa, mzigo unaanza kuja. Wewe ndo unaona tu, mimi sioni. Wewe unachoniambia kukiamini, kwa sababu wewe ni biashara yako. Ndio. Kwa kuamini kama ni kweli huu mzigo anavyoniambia umeshatoka China unakuja, je, ni kweli? Inakuwa ni ngumu. Kwa nafikiri pia ingekuwa ni kitu kizuri katika hiyo mnavyotumia teknolojia kuwasaidia nyie kujua. Yaani mngeifanya ifike kwamba hadi mteja awe ana uwezo wa kuingia akakaa kwenye simu yake akaangalia mzigo wangu umeshatoka China, sasa hivi upo Kenya labda.
umeshatoka China sasa hivi upo Misri, labda umeshatoka China na sasa hivi upo sijui wapi. Inasaidia mteja anakuwa na imani kwamba utafika siku fulani, utafika siku fulani. Inampunguzia ile pressure, kwa sababu unajua kuagiza kitu nje, tumekutana na watu wana utapeli na nini. Kwa mtu anahofia hivi utafika kweli, hivi utafika kweli. Kwa nafikiri ingekuwa ni vyema zaidi kama kuna watu ambao wana develop hivyo vitu, mtengeneze namna ambayo itasaidia. Yani nafikiri ni kitu, si unajua teknolojia inazidi kukua, itasaidia mteja naye anakuwa anaona kinachoendelea, inasaidia kidogo. Yani teknolojia tuitumie vizuri. Ni vizuri ulichokiongelea, na naweza nikakichukulia into functioning, lakini kuna complication kidogo inatokea. Sasa kwenye tuseme ni kama unavujisha zile data za nini flights kwenye swala, kwa sababu data mnazotumia ni za flight husika. Ni flight husika. Okay. Kwa flight ndio inakuonesha labda mzigo umekumba sehemu fulani au imetokea sehemu fulani. Kwa kama labda tuseme unahitaji wewe moja kwa moja ujue hizo taarifa, ni mpaka waweze kutoa lao kama tunaweza kuziadi kwenye website. Lakini hiyo teknolojia ni nzuri zaidi ya sasa naona, ambapo kwa mtu ambaye anasafirisha mikoani na nini kufanya GPS tracking. Kama mzigo unaweza kuona uko Mwanza, uko wapi, ni kitu ambacho kipo kwenye already planning stage. Na ni kitu ambacho it's very feasible. Haina ile kwamba kutoka kuna third party ambayo inaweza kuzuia kupata details. Ndio maana naona kwa muda tunapokea sisi details kuhusu mzigo wako uko wapi. Kwa kidogo biashara ni uaminifu. Ni uaminifu, lazima kabisa useme kwamba I'm ready to do this. Na mtu pia anayekubali kuagiza naye awe tayari, kwa sababu kuna changamoto nyingine kwenye hizi cargos unakuta mtu labda ameagiza mzigo yupo Mwanza ama yupo Mbeya, zile main offices zinakuwa labda Dar. Akiagiza ukishafika Dar, hicho ulichokisema sasa kufukue na labda hiyo GPS kwamba mzigo wangu ushapandishwa kwenye basi fulani unakuja, au kwenye usafiri fulani inakuja. Inakuja, yani inampa mteja kuwa safe. Yani anafeel kama siogopi. Unajua mimi nilikutana na mtu ananiambia, mara kwanza kabisa nilivyoagiza mzigo China, niliagiza kidogo. Yani unajua ile kwamba unatamani kufanya kikubwa lakini unaogopa kwa sababu sitahitaji kutoa pesa nyingi pia. Kwa akaagiza kidogo ili apime ule uaminifu kwamba kitu kinafika. Kwa sababu ya ile mambo yalitokea mengi, watu wengine ni matapeli kweli na wengine ni changamoto, kwa sababu kuna watu wanalalamikaga kwamba pia Wachina wazinguaga. Mtu unaagiza kitabu cha hivi, yeye anakuletea cha blue na ulimwambia cheusi, au anakuletea kidogo cha hichi. Sasa kuna issue kama hii hapo kwa sisi kampuni yetu Beta Cargo. Tumejitahidi kusolve, tuseme. Sasa tunasolve hiyo issue. Sasa kwa ambao anaagiza kupitia sisi moja kwa moja, anaweza tukampigia video call, kwa sababu kuna ofisi zetu pia zipo China, Guangzhou. Kwa hiyo kama ni supplier naye tunachukua mzigo kwake moja kwa moja kwa supplier yake. Lakini in case kama ni supplier ambao sisi tumemuunganisha, tunajitahidi kumpigia picha na video aweze kuona, ikiwezekana video call hakiki. Kwa sababu teknolojia it simplifies in short cost. Lakini bado kuna shida fulani hivi ambayo ninaweza nikaiongelea, very funny issue. Mtu sasa kwenye swala la nguo, ni mtu kuchukua nguo, mfano kama mtu kanunua nguo mwenyewe binafsi, si ndio? Sasa hajapima, amekadiria size, na ndio shida ya watu wengi. Kwa unakuta kadiria size bila kupima, kwa hazina ile metric, kwa anakupa measurement ambazo sio. Kwa mwisho siku ukija kuagiza, anasema mbona hii nguo ni kubwa, au ningelimwona chikia tu ni kidogo, namba ni ile ile, je ulipima? Kwa kuna challenges ambazo hata teknolojia haiwezi kusolve, kwa sababu hata mteja mwenyewe anatakaanza kusolve kabla. Kwa kuna issue kama hizo ambazo tunazokutana nazo. Lakini wateja pia inabidi wajue kwamba Mchina ni mwanadamu pia, kuona anakosea. Kwa sababu umesema kuhusu swala la nguo na nini, nikakumbuka kuna mtu aliwahi kuagiza gauni la harusi China.
ulivyokuja vipimo vilikuwa tofauti na mshono pia ulikuwa tofauti. Yaani alifanywa kitu tofauti kabisa. Ikabidi, na alilipa pesa nyingi, ikabidi alilete tena kwa mafundi yes, yani ni kama amelipa tena hela kama mara mbili tena, umeelewa? Yeye alikuwa lengo lake alikuwa apunguze gharama, kwa sababu ile gauni angelishona hapa Tanzania lingekuwa bei ghali sana. Kwa mfano gauni za harusi, kuna gauni zinakuwa hadi 3 milioni 4. Sasa yeye labda aliagiza kwa 1.5 milioni, nusu ya bei ambayo angeshona Tanzania. Akaona inaweza kuwa rahisi kidogo, nimesave 1.5. Gharama ilikuja kufika ile, sababu alikuja tena kurekebisha, na kurekebisha nguo huwa ni ghali kuliko kushona, kwa sababu nguo inabidi ifumuliwe, yani ifumuliwe na mtu alifanya cutting zake aanze tena kukata, kwa bei inafika mule mule. Aligaramika, alijuta, akasema mimi sitaka kuagiza tena. Sasa tukawa tunamuelekeza kwamba ni kweli Wachina wanasumbua, ni kweli, lakini na wenyewe ni wanadamu. Ila kinachowafanya mara nyingi wanafanya vitu vile ni kwa sababu pia wana a lot of orders. Alafu Mchina anakufanyia kwamba wewe kikisha kuja huko utafanya nini? Utampiga, utamdai. Lakini kitu kizuri nilichokipenda ulivyosema nyie mna watu kule tayari, mna ofisi. Kwa maana yake mimi nikitaka kuagiza gauni langu la harusi, ninakutumia picha wewe utahakikisha kabisa hili gauni ndo ulitaka hivi, hata kupima utapima ndio ndo hivi, afu utaniletea. So hicho ni kitu kizuri kuliko kuagiza tu katumiwa moja kwa moja. Na hiyo issue inatokea ni baada ya kuona kwamba malalamiko mtu akiagiza kidogo inaleta shida. Kwa tunajali mteja, lazima tuzingatie feedback zao kuweza kuboresha huduma zetu. Kwa ndo maana kama mtu ni sasa swala la nguo, kitu ambacho tuna suggest mtu ambaye yoyote anaoagiza kutoka China ni kwamba apime size. Akishapima size then tuna convert zije kule kwa hata kama sisi tunapohakikisha tunahakikishia kupitia zile size. Inakuwa inatupa urahisi. Yani at least sasa yule yani ilikosewa kuanzia mtindo na vipimo. Yani ilikosewa kila kitu. Yani unajua ile unamwambia nishone nguo ya hivi, yeye anakushonea nguo alotaka yeye. Hapa hichi, yeye anaeka alichokitaka yeye. Na too bad nafikiri kwa sababu anakuwa ni yeye anakutumia picha. Haezi kukutumia unachokitaka. Yani unajua kuna ile details kwenye nguo za hasa za harusi na mambo mengi. Kwa kuna ile detail kwamba hiki ndio ulichokitaka, hiki hapa, akipige picha. Yeye ametuma tu nguo hivi chip, tayari iko tayari nguo yako kwenye box. Picha box lako hili hapa, sio na namba, sio kitu gani, vinaandikwa pale vitu juu tayari. Kwa hiyo akajua waaminifu. Kitu kimefika sicho. Kwa kizuri hicho ulivyosema kwamba mnao watu wa kuangalia. Yani inasaidia kuepusha vitu kama hivyo. Yani kwa muhimu mteja azingatie size. Asije akakutuma tu kwamba mimi navaa 38 kiatu, kumbe 38 ya China na ya India tofauti. Ni vitu tofauti. Lakini sema kuna size kwa sababu kuna ile UK, US size. Kwa unajua kabisa moja kwa moja. Kwa ukipima unajua na convert kuna size ipi. Ili kama sisi tunaenda kuulizia, tunauliza kwa metrics ambazo ni official. Kwa kama ni UK size tunajua okay, umechukua size uliopima ukaconvert kuja kwenye UK size, then tunakutafutia. Mnafanya nyewe hizo UK na Chinese size. Chinese size sio ni nyendo mnapiga hizo mahesabu inakuwa mnapiga wewe mwenyewe. Sema kwamba sio kitu kigumu. Siku hizi tunajua kuna AI na nini, kwa inakurahisishia kazi. Unapima ni sentimita ngapi. Teknolojia bado inatusaidia. Teknolojia inatusaidia kweli. Kama vitu kama AI vinaokoa kweli. Of course, na kuna ile tabia siku hizi, yani kama mfano ChatGPT ni famous AI duniani. Yani sasa hivi imekuwa kama unakuwa kama addicted. Unaweza kuulizwa kitu afu nataka ujibu, utumie akujibie. Chap. Sema ushauliza. Kuna wakati ni kitu kizuri, lakini kuna wakati pia ni kitu kibaya. Kwa sababu inakufanya haujipi kufikiria. Yani unajua kufikiria ndio kuna utanua ubongo wako ili kuendelea kuwa na akili zaidi na nini. Sasa unajikuta umezoea AI. Ukiulizwa tu eti si nini ushatafuta.
Lakini ingekuwa hakuna hiyo AI, ungekaa kusema hiyo ni ile inakuwa kwenye kahawa afu unachanganya na sukari, si ndio hivi inaitwaje vile unavyoshughulisha ubongo unazidi lakini sasa hivi sema ubongo tunaufanya sema tunapoongelea swala zima la AI, mimi naona hata mtu yoyote ambaye anataka kuingia kwenye masuala, kitu ambacho anabidi azingatie ni kwamba AI ni msaidizi, hautakiwe totally dependent kwake. Alafu na zaidi, sio kila jibu anaokupa ni sahihi. Mwingine anakupa jibu ambalo liko designed kwa ajili yako wewe, kwa sababu ya kutokana na frequency ambavyo unavochat nayo kila siku. Kwa ni kitu ambacho ni kuwa nacho makini, lakini kwa sisi ambavyo tunavyosuggest na hata kwa tunavyotaka kuimplement kutumia ni ku-streamline zile services, kurahisisha kazi. Yani AI zimetengenezwa na mwanadamu, kwa of course nazo zina changamoto na zina makosa. Kwa sababu zinatumia kwanza mfumo wa binadamu, kichwa. Kwa sababu mimi nilishai kutumia ChatGPT yangu, nikampa mtoto wangu akaongea nayo. Sasa alivyoongea nayo ikakariri jina lake. Kwa kuna wakati mimi naweza nikaiambia kitu ikanijibu, so unajua ina tabia kujibu according to jina, labda Glory hapo sijui nini. Sasa mtoto wangu mimi anaitwa Kenan, mtoto wangu mkubwa anaitwa Kenan, ikajibu Kenan. Kasema okay, kumbe hii nayo inaweza kuichanganya. Yaani ikaita Kenan. Nikiitisha Felix itaanza kuita Felix. Nikiitisha Glory tena itarudi Glory. Kwa yani ni kitu kizuri kinatusaidia, lakini pia kasa AI tusiamini sana. Yaani inatakiwa ujiongeze na wewe na akili yako. Kinachokuambia kipime. Na ndio maana mimi hata kuna mtu nilishe kuona ametuma kitu, yani unajua labda mfano naomba unisaidie kuandika kitu fulani au nitengeneze kitu fulani, akatumia AI. Sasa too bad yule mtu naye, yani ndio hivyo nasema AI itachukua kazi za watu ambao watumia akili. Akatuma vile hajaisoma tu. Katuma tu kama hivyo editiwa. Yani alivyotuma tu nikaangaa nikasema huyu katumia ChatGPT. Nikasoma huyu katumia ChatGPT. Kwa sababu unajua hata kuna mtu anaweza katumia ChatGPT ndio, lakini ana add. Yaani kuna sehemu anazikosoa, anatoa vile vya kwake, anaweka vya kwake anavyovijua. Kwa sababu kuna wakati itasema vitu, inaweza kwa mfano ule unaweza kumuuliza takwimu za Tanzania kitu fulani, hajui. Sababu na yeye na hazipo official, anaanza kusearch unatiki alafu inachukua muda mrefu kusearch, alafu baadaye inaleta kitu ambacho inaweza kukwambia sijapata, au ikaleta kitu ambacho ukiangalia kwanza sehemu alizotoa hizo habari, maana uzuri si anaonyesha pale. Ukiangalia sehemu alizotoa hizo habari unahisi kabisa huu ni uongo, amna hiyo kitu. Sema anaweza kama amezitoa sehemu sahihi, sema zinaweza kaza nyuma za muda mrefu kwa sababu mara nyingi ana script data za kwenye internet, kwa haangalii masuala ya limit na wala nini. Nafikiri kwenye AI sasa ni skills ambazo unatakiwa ujue, ni kuna sasa namna ya kuprompt AI prompting na nini, vitu vingi unatakiwa ujue, lakini kitu ambacho ni basically isije kukuchukua ikawa maisha yako, don't be totally dependent on it. Lakini kitu ambacho wewe unachotakiwa ukifanye ni kuwa ahead, kwa sababu ukisema usitumie wewe uko nyuma, inarahisisha kazi nyingi. Yes, ni kweli. Inarahisisha kazi nyingi na kazi nyingi zinaenda faster juu yake. Na ndo dunia ilivyo, tunatakiwa kuishi kama dunia ilivyo. Hauwezi kushindana nayo. Kwa sababu kama waliokuwa wanasema mwanzoni labda internet wakati mwaka 2000 pale wanasema the internet ni kitu ambacho kitawahi kuharibika au nini, hakuona ile potential. Kwa unaweza na sasa hivi kwa wanasema mabaya, lakini kuna potential ya AI. Achana na myth kwamba unaweza kaamka ukatengeneza application, of course inawezekana, lakini kuna vitu kidogo lazima una back knowledge. Kwa kujaribu ku keep up na AI, una keep up nayo, lakini make sure isikuchukue wewe kama ulivyo, lazima wewe originality. Lakini for this race ambayo ipo sasa hivi kidogo najitahidi kukimbizana nao.
Na ile kuifeed sana. Kuna kipindi nilikuwa naangalia hizi tu clip ya I think TikTok. Yaani mtu alikuwa anaelezea vitu nikaa naogopa. Nikaa nasema yaani kama wale sasa hizo marobot hizo zinazosikiliza vitu zinakuja baadaye kutumia, yaani ni nadhani nilitengenezwa kama short film fulani. Yaani hizo robot zinavosikiliza zile stories zako baadaye zinakuja kutengeneza kitu kingine kama wewe. Yaani umeona Felis? Kinatengenezwa kitu kama Kifelis. Idea, thinking, vile. Kwa sababu si unamwambia mimi na miaka fulani nafanya biashara fulani, nina mke, nina mchumba anaitwa fulani, tumegombana sio nini. Kuna watu hata akigombana na mchumba anaandika na anauliza afanyeje. Nimegombana na mchumba wangu, nimemwambia TV kanijibu hivi, nimwambiaje? Sasa yani ameifeed vitu vingi ikatengeneza kimtu yani Kifelis kidoncho au Kiglory kingine. Nilivyokuwa naona vile nikasema unajua mimi wazungu siwaamini. Yaani wazungu mimi naonaga ni vitu wakifanya movie watavifanya hivyo vitu kweli. Sema kuna kitu tunaita predictive programming. Predictive programming yani kwamba watu wanakuwa na tabiri, of course vitu vingine vinaweza vikatokea, sikatai. By my experience kwa masuala ya teknolojia, I have a background in it, lakini kwa kuweza kuelezea kidogo, issue ambayo tunaofia ni collection of data ili kuweza kusell, kwa sababu lengo lao sio, mimi siamini kwamba ni lengo la kutake over. Mimi naamini kwamba ni lengo la kujua mtu kitu kidogo ili aweze complement kwenye masuala ya binafsi ya kusell vitu. Mfano labda kwamba tuanze labda kusema mimi nauza madawa, si ndio? Nauza, nipe mfano wa dawa yote, dawa za labda kichwa au nini, tuseme tu hata nimetengeneza kibinafsi. Lakini tukitumia data za AI ambao naongea na watu tofauti, anaweza ka filter out watu potential ambao wanaweza kahitajika. Sasa shida ni kwamba hatuwezi tukaamini AI na mambo yako binafsi kama endapo yale makampuni husika yake yanaweza kutumia data zako kwa ajili ya kuziuza. Na kuziuza kwa nani? Kwa ambao wanahitaji, wauzaji, wafanyabiashara. Kwa that's, yani mimi naona hiyo ndio risk kubwa. Unaweza ukaa uko prone up kwenye hiyo skill kwamba unaongea AI na masuala yako binafsi, anaangalia okay, sasa hivi huyu hapa anahitaji labda therapy au nini. Kwa mtu ambaye ana advertise therapy, kama akiamua kuuza data zako, utamwona anaweza kutokea kwenye Google au kwenye nini. Kwa yani ndio kitu ambacho tunaweza kuwa tunakihofia sana kwa AI. Na siku hizi kuna ile tabia wanasema unavyoongea, yani kitu kikiongea sana simu inasikia. So umesikia hicho kitu? Basi simu inasikia. Eti mfano labda ukiongelea chakula, leo tutakula sio nini, afu unashangaa ukiingia tu labda Instagram vyakula tu ndio vinapita. Vyakula tu ndio vinapita. Labda ukisema yani watu wanapenda mazoezi. Yani imagine mtu anafanya mazoezi, yuko gym, sio unashangaa unakuta tu na watu mazoezi. Hiyo mimi kitu kwanza, kuna wakati nikuga siamini Afrika mbona kama ni kweli. Nikaona clip mdada anataka mume wake amfanyie nini, amletee zawadi. Yes. Akienda kwenye simu ya mume wake anaiambia sehemu, let's say kampuni yako inaitwaje? Beta Cargo. Kwa anasema Beta Cargo. Akizunguka tu kidogo anaiambia simu ya mume wake Beta Cargo. Ikawa sasa mume wake alivyoingia Instagram ikamletea ile Beta Cargo. Kwa mume wake akaona hivi vitu vizuri akanunua. Umeelewa? Sasa kile kitu nikasema mbona ni ukweli kwamba mtu simu inasikia. Haijakonfirmiwa kwa watu, wewe umewahi kujaribu? Hapana, lakini hicho kitu nishaki notice. Yani kwamba kitu fulani unakiplanga, lakini unakuta ukiingia Instagram inaanza kuja, au kwenye labda ads inaanza kutokea. Mimi ninaamini, siamini kama ni kweli. Mimi ninachoamini ni hivi, akili ya mwanadamu ukikijua kitu ama ukikiongelea kitu unakiona zaidi. Mimi ndo ninachoamini hicho. Sio kwamba ni nani. Kwa sababu unaona mfano wewe content za mazoezi unaziona sana. Ila uzizingatii. Ila siku ukiziongelea utaziona kwa sababu si umeziongelea. Yani kwa sababu umeongelea kwa hiyo lazima utakuwa unaona, tumeongelea mazoezi, akili inakupeleka unachokitaka. Mimi ndo ninachoamini. Kama unakumbuka kuna siku mwalimu alisema ukiongelea Mercedes utakutana nazo nyingi barabarani. Ukiongelea Harrier utakutana nazo nyingi barabarani.
ndo the same. Sasa tuseme Mercedes nazo zinaletoaga habari kwamba leo kakutana na huyu. Hapana. Ni akili. Sema ni imani tu, lakini ni vizuri kuwa cautious kwa sababu kuwa cautious ni kitu kizuri sana. Huwezi ukajua kwamba mfano kuna security risks ambao mimi niliona it's important, lakini yani tuseme is an issue of trust. Unapo deal na kampuni yoyote au unafanya kazi na mtu yoyote, lazima ujue umemwamini kiasi gani na kiasi gani ambacho uzuka ukakiamini. Lazima mtu una limits. Una limits na teknolojia unavyoweza kuzitumia, the risk you are taking associated with it. Kwa mfano kama kuna issue ya picha kwenye kutoa kumpa AI, kuna risk AI anakalili face matrix zako, ambazo face matrix zako unatumia ku unlock simu yako, ambao unaweza kuzitumia hata kwenye benki, hizo matrix za uso. Sasa ana picha za watu wangapi? Na unajua AI ni nani? Ni mtu mbaya. Kwa achana na mtu mbaya, mfano kama wakiamua kwa haki, si ndio wakachukua data. Yaani mtu mbaya kwamba anafanya ina kafikiria tu kwamba labda nina mtu fulani ana pesa, labda kama anaweza kutumia sura yako, maana si umempa kila siku sura yako, akaitumia kukufanyia kitu kibaya. Kwa kidogo hiyo ndio risk kubwa ambao na imepitiwa ina papers iko backed up. Napenda ni mbea. Yaani ukimwambia kitu anakutumia message kukuambia nielezee kidogo nijue namna ya kukusaidia. So yaani kama anataka kukuchimba details, ajue details nyingi sana. Na ndio level design hiyo. Especially kwa friendly na nini ni moja hapo. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, it's better kuitumia ku streamline process zako, na mimi ambao wanaitumia na sio kuitumia ile kawaida ambao wataitumia kwa ajili ya processes zao, aim ile kutoa value kwa watu, watakuwa very ahead kwenye AI era kuliko kutumia kumwambia kuhusu mambo ya mchumba. Hapana. Yaani ni heri uitumie kwa mambo ya thamani. Kwa sababu na wengine huko nchi gani sio alioona na AI, ulisikia? China. Ni China au Korea, lakini ni Asia. Ni Asia. Kwa tunavyoona kama sasa hivi AI inapoelekea watu kuzitumia kwa namna mbinu tofauti, kitu ambacho mimi ninachokiona ni basically na kuwa nacho ni namna wewe unavyoweza kuitumia. Itumie for the benefit, sio kwa ajili ya vitu vingine. Yani itumie kusaidia kuongezea kitu ambacho kina thamani. Ndio. Lakini pia inasaidia tusicheke mtu kama anatuma maswala labda kwenye ndoa au nini. Kama mtu pia hana uwezo wa kuongea na mtu binafsi, inaweza ikamsaidia. Sasa kuna kitu kama hicho. Anakwambia wanaitumia kama nini? Siri. Anasema eti ukiambia kitu haitamwambia mtu. Unajua haitomwambia mtu, ila itamwambia ambao anaitrain. Kwa hiyo ni watu wangapi ambao anaitrain? Sasa kuna wakati na wazaga ujinga lakini nasemaje hivi, huyo mwenye AI yeye mke wake siku akiongea kitu na anakuwa anajua ni mke wangu. Nasema sidhani kama anaweza kana jua kwa sababu ni data nyingi sana. Sinajiendesha tu kama robot, yani haina mtu ambaye ndo anaisikiliza. Kama mfano sasa hivi mimi naambia kitu labda AI, kuna mtu anakuwa anasikia pale pale, yani nikimaanisha mwanadamu. Hapana. Au ni marobot tu yanaendesha hiyo. Ni robot. Operation nyingi ziko streamlined. Ila anaweza kana anaenda kama ni mwanaume mwenye wivu, anakuwa anaenda kufanya kwenye nini yake, hiyo system yake, anaingia anasema mke wangu, sasa anatafuta jina la mke wake, anasikiliza anafanya nini. Lakini on the top level mtu anaweza akaangalia kwenye hizo trend data, lakini naona kama kujisumbua. Mostly ni kwamba mimi naona tu data wenyewe wanaweza kuzitumia. Wanazitumiaje? Hapo ndo labda itakuwa mada kubwa. Sawa. Lakini na ile na hiyo mfano nilikwambia kwamba kuna watu wanahisi inakuja baadaye kuja kutugeuka. Kwa sababu ukiona kitu kilichoigizwa maana ni hisia za watu, si ndio? Watu wamehisi hisia fulani kwamba AI inaweza kuja kufanya hivi. Kama unakumbuka kipindi cha COVID, I think kuna movie ilishia kutokaga nyuma huko ambayo imefanana story kama COVID ilivyokuwa. Alafu baadaye COVID ikaja. Lakini kuna watu wengine wanahisi COVID ni ugonjwa wa kutengenezwa.
Kuna watu wana hisia hizo, na kuna watu wanasema hapana, ni ugonjwa tu kama magonjwa mengine. Kuna watu yani kila mmoja ana hisia zake. Na hata COVID ilivyotokea watu walisema hivi ni vitu wazungu wametengeneza. Umeelewa? Of course pengine ni ukweli ama sio ukweli, lakini ni vitu ambavyo inatakiwa tuwe tu makini kwamba tujue pengine hata hizi AI hivyo vitu vinavyofikiriwa kwamba baadaye zitakuja kutugeuka, pengine vikawa ni ukweli au visiwe ni ukweli. Kuna tu kama kuna kutugeuka inaweza ikawa ni ukweli au inaweza sio ukweli, lakini kitu ambacho mimi naweza nikakisema kabisa ni kwamba huwezi ukajua ukweli kwa sababu unaangalia upande fulani, na mwingine akisema ukweli wake na pia anaangalia upande fulani. Na je, ni huo mmoja akisema ni uongo, mmoja akisema ni ukweli, ni ukweli? Kwa hamna ambao anajua definition ya ukweli ni upi. Yani kuna tunasema a truth paradox, wanaita principle of discordia. Yani ni kwamba ukweli haujulikani, ni mpaka uwe na facts, evidences ambazo zinaweza zikajumlisha ikani mmoja, lakini bado pia inaweza sio ukweli. Inaweza sio ukweli. Kwa sababu ukweli mtu anao yeye kama yeye. Kwa kama ni mtu aliyotengeneza mpaka ajitokeze aseme mimi ndo nilitengeneza virus au mimi ndo niliyofanya hiki, labda AI itatumika vile mpaka mtu atoke kwenye hilo eneo, ndo at least tunaweza kumpa priority. Lakini kwa sasa hivi tuzichukulie ni rumors. Kwa sasa hivi unatakiwa focus na kile ambacho unachokifanya uweze kwenda na tusiogope. Na usiogope, ikitokea basi tutapambana na vitu vingi. Corona si tupo sasa hivi. Tupo tulijifunika sana. Kujifukiza kwenye minini sijui miti nini 140. So basi unaona imani ilitookoa. Kwa hivyo vitu pia ni imani yako. Kwa ukiona kama itakupeleka itacontrol baadaye, sasa wewe unaishi on the future baada ya kuishi muda huu, hicho kitu ambacho inakuwa sio sahihi. Lakini kwa mtu yoyote, na hata kama sisi tunapotaka kuimplement AI ni kuimplement kuweza kurahisisha huduma zetu, kustreamline. Lakini utofauti na hapo hatuhusiana na mambo mengine, lakini AI ni kitu cha msingi. Usiwe caught up kuwa nyuma. Ni sasa kama story ya Nokia na iPhone, unajua? Ile story ya Nokia na iPhone ni kwamba Nokia alikuwa the best sana kwa masuala ya simu, Nokia X3, sijui Nokia nini, button nyingi, lakini alikuja kuzidiwa na iPhone pale ambapo ilitoka simu ya kwanza ya kutouch. Okay. Kwa hiyo kwamba mtu unakuwa sometimes uko nyuma afu hujui competition yako, it's always focused. No. Kwa competition sometimes imekuja kuwin. Kwa ina win kwa namna yake tofauti. Kwa wewe unaweza kujitahidi unaweza kujitahidi kuwa kwenye AI era, kwa sababu inaweza kukutofautisha wewe na upinzani mwenzako. Kwa kama inawezekana, try to keep up. That's the best advice kuliko kukaa na fear sio kitu kizuri. Yeah. Okay. Ita keep very far. Asante sana Felix. Tunashukuru kwa kuwa na sisi leo. Shukrani. Okay. Leo tulikuwa na Felix kwenye mada ambayo ilikuwa ni teknolojia. Tumeongelea teknolojia kwenye upande wa usafirishaji, tumeongelea teknolojia kwenye maisha ya kawaida. Lakini tumejua kwamba teknolojia tusiogope, kwa sababu ndo ipo sasa. Tunabidi tuishi tu, lakini tusitumie kufanya kwa ubaya, yani tuitumie kufanya vitu vinavyotusaidia, right? Yeah. Yes, kwa karibuni, endeleeni kufuatilieni podcast ya Duka Huru. Duka Huru, let's all win.